Huu ndio wakati wa sisi sote kusema kwa sauti moja, tutaijenga tena Gaza. Bila shaka sisi sote tulipokea habari ya kusitishwa vita katika nchi yetu pendwa ya Palestina kwa furaha kubwa isiyokuwa na kifani. Na nafikiri labda wengi wetu tulisimama kidete katika kuhakikisha kwamba tunasaidia kwa chochote. Na hii ndio dhana yangu kwenu nyote, kwamba angalau mliwaombea dua watu wa Palestina au wa Gaza hasa. Lakini pia nini wajibu wetu baada ya vita kusitishwa? Angalia hii picha ambayo unaiona mbele ya macho yako. Picha hii ni ya ndugu zako ambao wanarudi makwao baada ya vita kusimama. Hawa wanaorudi hawana lolote, hawana makazi, hawana malazi, hawana chakula, hawana vinywaji, hawana mbele, hawana nyuma. Wanarudi makwao bila kuwa na makwao. Wanarudi katika miji yao bila kuwa na miji. Wanarudi katika majumba yao bila kuwa na majumba. Wanarudi katika makazi yao bila kuwa na makazi. Wanarudi wakiwa hawana lolote lile. Sasa ni wajibu kwetu sisi kama ni Waislamu an nataawana ala albirri wattaqwa, tuwasaidie ndugu zetu hawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man yassara ala mu'sirin yassara Allahu lahu. Yoyote yule ambaye atakayemfanyia wepesi aliyepata ugumu, basi Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi huyo. Wa man satara musliman satarahu Allah, na atakayemsitiri Muislam basi Mwenyezi Mungu atamsitiri. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsaidia mja ambaye anamsaidia nduguye. Kwa hivyo huu ndio wakati, haijalishi ulisimama wapi wakati wa vita au katikati ya vita, jioneshe kwamba leo mimi nitashiriki katika kuijenga tena Gaza. Mimi takuwa ni katika kuwasaidia na kuwafariji ndugu zangu wa Gaza. Tawasaidia katika ujenzi wa makazi yao kwa uwezo wako, kuhakikisha kwamba wanakula, wanakunywa, wanavaa, wanapata maisha mema kama yale ulionayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado anakupa fursa ya kuweza kuwahi yale ambao haukuyawahi katikati ya vita. Jione umesimama wapi. Toa katika mali yako kama una uwezo. Hakikisha unashiriki katika kuijenga tena Gaza. Lakini pia kama utashindwa yote haya, japo ukae katika msala wako baada ya kila sala ya faradhi, unapoamka usiku, unapokuwa umefunga, usisahau kuinua mikono yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warudishe salama